Kwa majina yangu naitwa Glory Jeremia, natokea Kiushini, mama mtoto mmoja. Nilianza kuugua kuanzia tarehe 1 mwaka mpya. Nimembariki tu mwanangu nikiwa naugua na mwana miguu. Nimembariki akafungua shule ni form 1, nikampeleka tarehe 17. Alipopeleka tarehe 13 nikashindwa kumpeleka kutokana na maumivu niliokuwa nayo. Nikaja nikampeleka tarehe 17, nikamripotisha shuleni Monduli. Lakini kabla ya kufanya vitu kama hivyo nilikuwa na changamoto. Marafiki zangu walikuwa wakinipigia simu na kuniuliza, "Je, utaweza kumbariki mwanao na kumpeleka shule?" Kwa sababu sina mume. Mimi ndo baba ndo mama. Nikawaambia Mungu aishivyo nitampeleka shule na nitambariki. Hali ya yote hayo yameisha, nimempeleka shule tarehe 17 hiyo, nimerudi nyumbani nikaanza kuugua kabisa. Kaanza kuugua kabisa. Yaani nimeugua kabisa, miguu inauma. Miguu inauma. Kiuno kinawaka moto. Kiuno kinawaka moto. Tumbo linaniuma. Tumbo pia linauma. Ndio. Nikaja nyumbani kwa wazazi. Mama akaniambia itabidi uende kwa bibi wale wa Kimasai, pengine ni chango. Ukaenda? Nikaenda kwa mama Estomi hapo Kiushini. Akanichua akasema ni chango. Akanitibia kwa dawa. Haikunisaidia. Baada haijasaidia. Hapana. Kaenda hospitalini. Nikarudi kwa bibi mwingine anaishi pale Sejeseje. Akanitibia kwa dawa za mitishamba na mafuta. Kiukweli niliarisha mfano hakuna. Hakuna, ndio inazidi. Niliarisha sana kutokana na zile dawa za kuwa ananipa. Ulifanyaje? Niliarisha sana. Uliendesha sana? Sana. Nikarudia mara ya pili baada ya kuona mara ya kwanza sijapona. Nikarudia mara ya pili. Ugonjwa uko pale pale. Pale pale. Nikaja nikazidiwa tena kiuno hivyo hivyo kinawaka moto kinaniuma. Nikaenda kwa kitiwi. Nikapimwa wakaniambia na UTI sugu. UTI sugu tena? Ndio. Wakanipa dawa. Nitumia Lactam ya kwanza hazijanisaidia. Haisaidii tena. Hazijanisaidia. Nikaja nikapelekwa kwa St. Jude. St. Jude hospitalini. Ndio. Nikapata vipimo pale, nikapimwa kila kitu. Ugonjwa hakuna wowote unaoonekana, lakini mimi ninaumwa. Ugonjwa uonekana lakini unaumwa. Lakini ninaumwa. Usiku silali. Hulali kabisa. Napata maumivu tumboni, kiunoni, miguuni, kuna vitu vinatembea. Unakesha usiku. Nakesha usiku silali ndani ya miezi 3. Lakini wiki hii hapa nilihudhuria maombi Jumatano. Jumatano ulipokuja? Ndio Jumatano. Na Ijumaa nilikuja. Nilipata maombi, nililala kuanzia saa 2. Ulilala kuanzia saa 2? Mpaka saa 3. Mpaka saa 3. Mpaka saa 3. Sijui kama kuna watu watatu wanaompa Yesu makofi. Sijui kama kuna watu watatu wanasema na mimi nafuatia kutoa ushuhuda. Inatamka anayefuatia kupokea muujiza wake ni wewe. Anayefuatia kutendewa ni wewe. Sema fire! Sema Yesu anaweza. Umelala mwana, hata sura imebadilika. Nimelala kweli vizuri. Nilishtuka saa 9 nikasali, nikarudia kulala. Ukarudia kulala? Anga nimerudi tena. Yesu nakushukuru. Mengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitenda. Bwana nimerudi tena. Sema Yesu nakushukuru. Mengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenitenda. Ongeza makofi kwa Yesu. Nani ametenda? Nyosha mikono hii. Yesu. Nyosha mikono huko. Utukufu na heshima zikurudie Baba. Asante kwa kutenda. Aliyetenda ni wewe. Mwanao amesimama mbele umati huu. Akasema Mungu umetenda. Amezunguka, ametembea. Hakuona neema. Lakini alipofika hapa aliona neema. Aliyefanya sio mimi ni wewe. Hivyo namsogeza kwako. Ninaomba yale yaliyosalia yakakamilike. Mtendee, akutukuze kwa mataifa. Ninatamka ushuhuda huu adui asione, wala kuzimu isiharibu. Ninakutamkia roho ya kiungu ipite ndani yako. Tatizo hili lisirudi tena, liwe mwisho. Ukamtukuze Mungu kwa mataifa.